Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya juma la 20 Jumanne mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya misa ya leo, somo la kwanza natoka katika kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 28 aya kwanza mpaka ya 10. Somo la injili natoka mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 23 mpaka ya 30. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amini na waambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na waambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini na waambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji wa Tumaini Media na mtazamaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya siku ya leo ya Jumanne, juma la 20 la mwaka A wa kanisa. Tukijikita katika injili ya leo, ndugu zangu, mwinjili Mathayo sura ya 19 aya 23 mpaka ya 30. Swali ni hili, je, nani anaweza kuokolewa? Watu wa Kiyahudi wa siku hizo waliamini kwamba utajiri ni ishara ya baraka za Mungu. Walitegemea hili kwa ahadi ambazo Mungu aliwaahidi taifa la Kiyahudi mwanzoni mwa historia yao. Ni kweli kwamba Mungu aliahidi baraka za mali ikiwa wangemtii Mungu, na kupoteza mali ikiwa wangemkosea Mwenyezi Mungu. Tukirejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mpaka sura ya 28. Lakini mwanzoni, ndugu zangu, mwa binadamu, njia pekee ambayo Mungu angeweza kuwafundisha ilikuwa kupitia thawabu na adhabu. Tunawafundisha watoto wadogo kwa njia ile ile. Hata hivyo, aina ya juu zaidi ya ushirikiano haitegemei tamaa ya zawadi au woga wa adhabu. Inachochewa na upendo. Katika maisha yake na mafundisho yake Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu alionyesha watu kuwa baraka za ndani za kiroho ni muhimu zaidi kuliko faida za mali. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anaona moyo. Na Mungu anataka kujenga tabia njema. Ukombozi ni zawadi ya Mungu kwa sababu ya imani ya mwanadamu. Utajiri wa mali si hakikisho kwamba Mungu amefurahishwa na imani ya wanadamu. Sio hakikisho kwamba Mungu amefurahishwa na mtu. Swali lao liliakisi teolojia yao. Nani anaweza kuokolewa? Wapendwa katika Kristo, swali lao liliakisi teolojia yao. Kama mtu tajiri hawezi kuokolewa, basi tunategemea nini sisi wengine? Bila shaka Yesu hakusema kwamba kumiliki utajiri kunamzuia mtu kuingia katika ufalme wa Mungu. Baadhi ya maandiko
mwinjili Marko sura ya 10:24 yanasema, ni vigumu sana kwa wale wanaotegemea kwenye utajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, wale wanaotegemea mali. Hii hakika ndiyo maana ya mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Abrahamu alikuwa mtu tajiri sana, lakini alikuwa mtu wa imani kubwa kwa Mungu. Ni vizuri kumiliki utajiri, kumiliki mali, endapo utajiri huo hautakumiliki wewe. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hatuwezi kumfuata mfalme na kuishi kwa mali za kidunia. Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Upendo wa pesa au upendo wa mali za ulimwengu huu ni mzizi wa kila aina ya uovu. Kirejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 mpaka ya 10. Yesu Kristo anawafundisha wote watakaomfuata kumpenda kwa kiwango cha juu zaidi. Mtume Petro aliishi haraka tofauti kati ya viongozi matajiri na wafuasi maskini. Anauliza, tazama, sisi tumeacha kila kitu na tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Yesu aliwapa ahadi ya kushangaza ya thawabu katika maisha haya na katika yajayo. Wangeshiriki hata viti vya enzi wakati atakapoweka ufalme wake. Kila kitu kizuri ambacho walichokiacha kwa ajili yake kitarudishwa mara 100. Kwa maneno mengine, hawakuwa wanajipa sadaka, walikuwa wanajiwekea hazina mbinguni kwa kujitolea kwao, kwa kumfuasa Kristo. Lakini si kila faida wangeipata katika maisha haya. Ndugu zangu wapendwa, leo tunaaswa mali tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, kile kipawa tulichopewa au nafasi au cheo katika nafasi yoyote, basi kiwe kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tukitumie kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Tushiriki vipawa vyetu tulivyojaliwa na Mungu kwa kuwashirikisha wengine pia, ili tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi Padre Wilbert Matembo, padre wa shirika la Mtakatifu Agustino, nafanya utume Jimbo Katoliki la Msoma, parokia ya Bikira Maria wa Fatima Songe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.